Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie Mungu amenituma niseme muache kuwa na hofu. Yaani nimeleta ujumbe wa Mungu. Nimeleta ujumbe wa kanisa, tena nimeleta na ujumbe wa nchi. Kwamba msiwe na mashaka. Sema Baba yuko pamoja nasi. Sema Baba yuko pamoja nasi. Hata kama kuna dharuba, ataituliza mwenyewe. Sema Baba mbingu na nchi, atanyamazisha dharuba. Kweli ya Mungu itasimama. Kweli ya Mungu itasimama. Sema kweli ya Mungu itasimama. Sema dharuba itanyamaza. Tena itanyamaza kimya. Sema kwa jina la Yesu, tunanyamazisha dharuba. Dharuba nyamaza kimya. Nyamaza kimya. Nyamaza kimya. Sijui kama unabii wangu wa mafundisho haya maana ni unabii kabisa. Unakuhusu wewe ambaye ni mhusika. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha habari cha somo letu la leo, kuondoa roho ya hofu inayotawala kwa Watanzania. Leo naongea na Mtanzania ambaye ni mwana Yerusalemu na mwingine atakayesikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya kwanza mstari wa 7. Hebu tusome inasemaje. Maana Mungu hakutupa roho ya woga. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu, na ya upendo, na ya moyo wa kiasi. Na moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kinacholeta tabu kwa watu wa Mungu ni hofu na uoga. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni askari. Askari siku zote lazima avae ushujaa na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi watu wa Mungu lazima tusiwe na hofu wala uoga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio maaskari ambao tumechaguliwa na Bwana wa majeshi. Tuombe, tuipige vita katika ulimwengu wa roho, si katika ulimwengu wa damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Hofu kazi yake ni kukuondolea ujasiri. Hofu kazi yake ni kukuondolea ujasiri. Mungu akasema, sema na watu wangu kwa ajili ya hofu walizonazo ndani ya mioyo yao. Nataka nikuondolee hofu. Usiwe na hofu, uwe na moyo wa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakutuumbia roho ya hofu. Mungu ametuumbia roho ya ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na yani inamaanisha kwamba hofu kazi yake ni kukuondolea ujasiri na kukuwekea vitisho juu ya uamuzi ulionao. Usiende kufanya ile biashara, hutaweza. Kuna watu walishafanya wakashindwa. Usiende hiyo safari. Ni kweli kuna wakati unaambiwa usiende hiyo safari. Kama Mungu amesema usiende. Lakini kama ni akili za kibinadamu, tuna Roho Mtakatifu ambaye anaweza akakuelekeza.